Ladies and gentlemen, karibuni katika episode ya 12 ya Likapi Yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 11, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kuenda sawa. Mwamba Guan katika episode ya 11 alijishangaa kuona kwamba ana hisia kamili za kibinadamu, kwani aliweza kumshuhudia mzee aliyekuwa akilia katika maeneo ya hospitalini na akajikuta analia. Mzee aliingia mkataba na Mwamba kwa kuyauza maisha yake ya miaka 5 mbele, kisha akampatia mke wake ambaye alikuwa anakata roho kwa wakati huo. Akasema kwamba nataka mke wangu aweze kuishi kwa dakika moja tu ili aweze kuniambia neno la mwisho. Na kumbe mzee na mke wake walipotezana enzi za ujana. Sasa wamekuja kukutana katika enzi za uzee, na kwa bahati mbaya mke wake alikuwa yuko hospitalini. Wakati huu mzee akahitaji mke wake aweze kuzungumza neno la mwisho kabla ya kuweza kutoweka. Lakini mke alimwambia mzee huyu baada ya kupata fahamu kwamba ni kwa nini uliweza kuniacha kipindi cha ujana? Nimekusubiri mpaka uzee huu, leo unakuja kipindi ambacho nayaacha maisha yangu. Mzee kwa huzuni akaelezea balaa zito aliyokuwa akilipitia kipindi chote cha ujana mpaka kufikia huu uzee, na mwisho wa siku mke wake akawa amemuelewa na kumuahidi mume wake kwamba iko siku atakuja kukutana katika maisha ya mbeleni na wataishi kwa furaha zaidi. Na Mwamba Guan alipokuwa akilishuhudia tukio hili akajikuta anatililika machozi, na hichi kitu hakipaswi kabisa kuonekana kwa Demon, kwani Demon hana hisia, na kwa nini yeye anaweza kulia? Hali hii ilimsababisha Mwamba ajikute ni mwenye huzuni sana, na kiasi chake alijikuta hata mudi ya kazi ameikosa baada ya kurejea ofisini. Bidada Duhi siku ya leo alikuja na maneno mapya kabisa akisema kwamba ninahisi kwamba muuaji tunamjua, kwa sababu siku ya mwisho mimi na wewe tunaondoka katika eneo hili, watu walikuwa kifahamu taarifa zetu ni hawa wafuatao: Jusokun, Jingayan, Bidada Secretary pamoja na yule Bathra rafiki yako wa karibu. Hao ndio watu pekee walikuwa wakifahamu tukio zima ya kwamba sisi tulikuwa tukielekea katika yale maeneo kufanya ibada katika mwezi. Na tukiwa huko ndiko ambako tulikuwa tumeweza kuvamiwa. Bila shaka kabisa muuaji alikuwa amepewa taarifa na miongoni mwa hao watu ambao walikuwa wamefahamu taarifa zetu. Mara wakiwa hapo ofisini wakashuhudia Secretary Shini akiwa anatoka pale ofisini akiwa na hofu kiasi fulani. Ikabidi kuanza kumspy huyu. Mpaka nyakati za usiku Secretary Shini alionekana akielekea katika kingo kidogo za mto, na huku alikuwa amekutana na mtu mmoja aliyekuwa amebeba boksi. Mwamba akasema kwamba inabidi tuende tukavizia na kuweza kugundua ni kitu gani alichokuwa amekibeba mule ndani. Lakini ghafla bin Vu Secretary akaonekana kunyenyuka na kuanza kumkisi yule mtu aliyekuwa yuko kando yake. Hiki kitu ilibaki na mshangaza sana Bidada Duhi, na kujikuta anaanza kupiga picha ovyo ovyo pasipo hata mpangilio. Sasa kumbe mambo yalikuwa hivi: siku ile Bidada alipokuwa amelewa yeye pamoja na Secretary, basi walikuja kuchukuliwa. Lakini wote tunakumbuka kwamba Bathra alipewa kazi ya kuweza kumbeba Secretary na kumrudisha nyumbani. Kumbe bana Secretary kwa sababu alikuwa anatoka damu katika eneo lake la pua, Mwamba akatumia nguo yake kwenda kumfuta Bidada. Na kutokea wakati huo ndo wakawa wameanzisha mahusiano rasmi. Kwa hiyo bana Secretary na Bathra walikuwa na date. Sasa siku ya leo alipokuwa akielekea nje ni kwamba alikuwa anaenda kukutana na huyu Bathra. Na baada ya kugundua kwamba Secretary alikuwa kimuhisi kwamba ni msaliti sio msaliti, basi moja kwa moja ikabidi kuwapakia kwenye gari na kuanza kurudi nyumbani. Walipofika tu Mwamba Guan akajikuta anamkumbatia Bidada, kisha akawa anamkabidhi zawadi ya ua ambao alikuwa ameliweka mdomoni, na mwisho wa siku akajikuta hao moja kwa moja kitandani. Na Mwamba akiwa na Bidada akawa ameota ndoto kana kwamba aliwahi kuwa na mwanamke kipindi alichokuwa ni binadamu miaka ya zamani sana, miaka kama 200 iliyoweza kupita. Kesho yake kiongozi mkuu wa kampuni anayefahamika kama Nosokmin Mwamba alijipatia kampuni kwa njia ya udanganyifu. Na basi siku ya leo alikwenda kumtembelea Bidada Duhi ambaye ni dada yake, na mwisho wa siku aliishia katika kukwazana tu na kufokeana sana. Lakini Mwamba ikabidi kuingilia kati na kusema kwamba sitaki kabisa mgombane na mke wangu. Lakini Mwamba Nosokmin alimwangalia Mwamba katika eneo lake la mkono na kugundua kwamba ile alama ilikuwa imerudi, kisha akawa ametabasamu na kwenda zake. Lakini kumbe Bidada Duhi alikuwa ameletewa picha ya zamani sana. Picha ilikuwa kimuonesha yeye pamoja na familia yake. Kiufupi picha hii alikuwa akiipenda sana, na mara nyingi alikuwa akiificha na hakuna mtu mwingine alikuwa akiiona. Lakini kwa bahati mbaya anashangaa kuona kwamba leo Mwamba Nosokmin alikuwa ameishika ati amemletea hapa ofisini. Imekuwaje kwaje hiki kitu? Bidada kwa huzuni sana akasema kwamba kila aliwahi kuwa jirani na mimi basi alijikuta tu anayapoteza maisha yake, ama kujilaumu kuwa jirani na mimi. Sijajua kwa ajili gani wewe upande wako imekuwa ni tofauti sana. Basi akawa anamuomba Mwamba aweze kumkumbatia angalau kupata furaha ya moyo wake, kisha moja kwa moja Mwamba akawa anamkumbatia Bidada. Bidada akaongezea kwa kumwambia kwamba anahitaji kuwa na wewe daima kuanzia leo mpaka siku za mbeleni. Na Mwamba akamwambia kwamba basi mapenzi yako yatakwenda kutimizwa kama ulivyoweza kuomba. Imekubalika hiyo. Mwamba Juso kidudu mtu wa penzi hili moja kwa moja siku leo alitimba katika kampuni hii ambayo Bidada Duhi anafanyia, na kwanza kusema kwamba unajua mimi siamini kabisa kama kuna mashetani katika dunia yetu hii. Alafu Duhi nisikize kitu kimoja, ni kwamba yule muuaji wewe kuweza kukuvizia haitoshi kwa wewe kuweza kuachilia mbali ule ulisi ambao ulikuwa unastahili katika kampuni. Hakikisha unaupambania unajua. Bidada akasema wazi kabisa kwamba muuaji si kwamba alikuwa anamuua kwa sababu ya ulisi pekee, bali alikuwa ni tamaa sana kutaka kuweza kumwangamiza hata pasipo sababu nyingine yoyote. Basi baada ya kutoka hapo Mwamba Juso kumbuka kwamba anajipendekeza sana kwa Bidada kwa sababu ana mpango wa kuja kuwa na Bidada na kwa sababu anampenda. Moja kwa moja akaelekea katika ile familia ya Mwamba Nosokmin, na huko akaanza kusema kwamba vipi mtoto wako wa kiume yuko wapi? Lakini huyu Nosokmin akasema kwamba mtoto wake alikuwa amepata safari kidogo ya kibiashara, yuko nje ya nchi. Lakini wote tunajua kabisa kwamba mtoto wake aliweza kufariki katika ile ajali ya gari kipindi alipokuwa anajaribu kuweza kumuua Bidada Duhi. Lakini ili kuendelea na upelelezi wake akiwa katika maeneo ya bafuni akaanza kufungua milango fulani hivi ya chumba hiki, na kabla hajaweza kugundua kitu chochote Nosokmin akawa amejitokeza na kusema kwamba unaelekea wapi? Na kisha Mwamba akawa ameweza kuondoka, kisha akachukua simu yake na kumpigia Bidada. Akamweleza kwamba nimeweza kukiona kitabu cha Blue fulani
hivi kiko katika chumba cha siri cha Mwamba na Sokmin. Inaonekana kwamba jamaa huenda anajua siri nyingi sana kuhusiana na mashetani. Kumbe Mwamba Jusok anajua kwamba yuko free. Kumbe bana na Sokmin alikuwa ametega kamera kila sehemu na anashuhudia kila kitu ambacho kinaendelea. Akagundua kwamba kumbe wewe ndio unatoa taarifa zangu. Asante sana bwana mdogo. Basi mzee na Sokmin, kumbe bana mtoto wake alikuwa hajafa katika ile ajali. Alikuwa amehifadhiwa katika hospitali fulani. Kisha akamwambia kwamba unatakiwa kwenda kukiri wazi mbele ya watu kwamba wewe ndio uliweza kumuua mama yetu, lakini pia wewe ndio ambaye uliweza kufanya jaribio la kuweza kumuua bidada Duhi. Akamwambia wazi kwamba nakuahidi kama utafanya hivyo basi sitoweza kutelekeza kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi, bali utakuwa ni mtoto wangu wa kawaida kabisa ambaye nitakuwa niishi na wewe kwa upendo kabisa. Basi hii inaonyesha kwamba na Dojung amekuwa akikataliwa sana katika hii familia na amekuwa akipambana kuwa sehemu ya hii familia. Mwisho wa siku bana akaamua kwenda kituo cha polisi kwenda kukiri wazi kila kitu ambacho ameweza kuambiwa akakiri. Wakati huo Mwamba Guan pamoja na bidada Duhi walikuwa wameteleport ama kutokea katika eneo hili. Dada moja kwa moja akaanza kumuuliza ni nani ambaye aliweza kumuua mama. Kumbuka kwamba wao haonekani kabisa katika kamera za CCTV. Kwa Mwamba atakuwa anaonekana anaongea peke yake tu. Kindo Dojang akasema kwamba mimi nilikuwa nikifuata maelekezo tu. Walipoulizwa ni nani alikuwa akikuelekeza, akajifanya kana kwamba amekuwa kichana, kwanza kusema bana mimi sijui bana, mimi nilikuwa nafuata maelekezo tu. Na baada ya kutoka kituo cha polisi walielekea nyumbani. Huku walipokuwa wamelala, Mwamba Guan akaanza kumuona tena yule mwanamke ambaye anamuotaga katika ndoto japokuwa hamjui ni nani. Na hichi ni kipindi ambacho yeye alikuwaga ni binadamu. Mara ghafla akashangaa kwamba eti alichomoa upanga na kisha akaweza kumuua huyo mwanamke ambaye katika shingo yake alikuwa na kidani fulani hivi chenye alama ya msalaba. Na sura ya mwanamke yule ilikuwa ikifanana sana na sura ya bidada Duhi. Akaanza kujishangaa na kuona kwamba hivi yeye amewahi kumuua bidada Duhi katika miaka 200 iliyoweza kupita nyuma au imekaa vipi kitu. Wakati huo alikuwaga yeye ni mtoto wa mwamba mmoja hivi ambaye ni mtajiri sana anayefahamika kama Soi. Na alikuwa anaheshimika na kupendwa sana na wanakijiji. Kipindi hicho bidada Duhi alikuwaga ni dancer fulani ambaye anatumia sana mapanga katika kudance kwake. Lakini pia Mwamba alikuwa akipenda sana kwenda kumsomea bidada story hivi, na pindi anapozisoma zile story basi bidada akawa na dance. Na kadri siku zinavyozidi kwenda wakazidi kukutana tu na kusomewa story huku bidada akiendelea kuchezea upanga. Mwisho siku Mwamba akajikuta kuwa ameweza kudevelop feeling. Yaani nikimaanisha alianza kumpenda bidada. Na siku hiyo hawakurudi kabisa nyumbani mpaka katika usiku mzito sana wenye kiza. Na moja kwa moja Mwamba alikuwa akimuuliza bidada kwamba kwa nini umetokea mjini na kuja huku kijijini? Lakini bidada akasema kwamba nimeweza kukimbia kushindana katika mashindano fulani ambayo mimi sihitaji kabisa. Lakini bidada akaongezea kwamba nilikimbia mjini, nimekikimbia kifo, ndio maana nimekuja huku kijijini. Wakati huu mdudu mmoja hivi anayewakawaka akawa amepita katika mita hiyo. Mwamba akaenda kumkamata yule mdudu na mara ghafla wadudu wengi sana wakajitokeza katika anga. Mwisho wa siku Mwamba akaamua kumfungukia bidada kwamba anampenda sana na ametokea kuvutiwa naye. Na jamaa alipoona kwamba bidada ni kama hamuelewi akamwambia kwamba mimi nataka nikooe kabisa. Lakini bidada Duhi wa kipindi hicho anasema kwamba niliweza kushuhudia jambo la ajabu sana huko mjini, kipindi ambapo watu fulani waliweza kupendana na mwisho wa siku akawa na mwisho mbaya sana katika ule mchezo wetu wa kucheza. Na baada ya hapo bidada akagundua kwamba upendo hauwezi kuwasaidia watu bali unawafanya watu kuwa dhaifu zaidi. Baada ya kuyasema hayo akasema kwamba sidhani kama atakupa yuko tayari kuolewa na ujamaa kwa kipindi hiki. Lakini Mwamba akamsimamisha bidada na kumwambia kwamba upendo unaweza kuwasaidia watu na sio kuwa dhaifu. Lakini kumbe bidada hofu yake nyingine ilikuwa ni kwamba huyu jamaa anatokea katika familia ya kitajiri sana na yeye anatokea katika familia ya kimaskini, kitu ambacho kina matabaka makubwa sana na hayaruhusiwi kabisa kufungamana katika kipindi hicho. Kesho yake tena Mwamba akatimba kwa bidada na kisha akamletea kitabu kinachoonyesha kwamba binadamu wote ni sawa, haijalishi wana kipato cha namna gani, wote ni sawa na wanaweza kuungana kwa pamoja. Basi ikabidi wote kwa pamoja wao waanze kukisoma kile kitabu ili kuweza kukielewa zaidi, kwa sababu pindi utakapomaliza ukisoma kitabu hiki huenda utapata maana na namna ambapo wao wanaweza kuoana. Na ukaribu wa wawili hawa mwisho wa siku kapelekea wafanyakazi kwenda kupeleka taarifa kwa kiongozi mkuu ambaye ndio baba yule Mwamba ambaye ni Handsome ambaye anatoka na ubidada kwa wakati huu. Hizi taarifa hazikuwa nzuri kabisa kwa huyu kiongozi. Alikasirika sana kuna kwamba kuna mtoto wa kimaskini ameweza kuingilia ndani ya familia yake. Upande wa siku yake ya kesho Mwamba alikuwa amemtembelea bidada na kumwambia kwamba hebu chukua hichi kidani chenye msalaba na kisha moja kwa moja uelekee mjini. Akamwambia bidada aende akashiriki mashindano alikuwa ameweza kuyakimbia, lakini akamwambia kwamba kila wakati uvae msalaba huu mpaka utakapokuwa umeweza kurejea. Mpango wa mzee wake na Mwamba katika kumwangamiza bidada ukawa umeweza kutimia. Na siku zilipoweza kufika za bidada kurejea kutokea mjini, basi aliweza kuvamiwa na moja kwa moja akawa amekamatwa. Na Mwamba alipokuwa anaelekea katika eneo ambalo bidada ameweza kukamatwa, alikuta amechelewa kidogo kwani bidada alikuwa ameweza kupigwa upanga, akapoteza maisha mbele ya macho yake. Na lile neno ambalo bidada alikuwa amelisema kwamba upendo unasababisha watu kuwa dhaifu sio kuwaokoa, lakini ndio ukawa umetimia msemo huo kwa wakati huo, kwa sababu yeye alikuwa dhaifu na akamficha Mwamba na mwisho wa siku anakufa siku ya leo. Na kutokea siku hiyo Mwamba ndio akabadilika na kuwa shetani, akawaua watu wote walikuwepo wapo kando yake. Na baada ya Mwamba kuua wale wote waliweza kumuua bidada, kisha akasema kwamba najiua, lakini kama kuna sehemu inaitwa mbingu katika maisha yangu sitaki kukanyaga katika sehemu hiyo hata kidogo. Jamaa akashtuka kutokea katika usingizi mara baada ya kuota ndoto hiyo ya kutisha. Mwamba alimtazama bidada akagundua kwamba yeye ndio alikuwa sababu ya bidada kuweza kupoteza maisha katika kipindi kilichoweza kupita, lakini bidada ameweza kujitoa sadaka kwa ajili yake. Basi moja kwa moja akaelekea kwa yule mwanamke ambaye anajua mambo mengi sana kumhusu. Alipofika tu swali lilikuwa ni moja, ni kwa nini uliweza kunibadilisha
mimi kuwa shetani kwa kipindi kile. Unadhani mwanamama ana sababu kamili ambayo inajieleza ili kuweza kumwambia jamani kwa nini anaweza kumbadilisha kuwa shetani? Bana, tukutane katika episode ya 13 ya recap yetu nzuri. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe na alama ya kulike, basi ni vyema ukafanya hivyo mapema, kwa sababu muziki unakwenda kujili basi ni balaa na nusu.